Changamoto ya Bi Brandina imegundulika wakati wa zoezi la mbio za bendera za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya kwa mabarozi na kuanza kufanyika jitihada za kuhakikisha anapatiwa matibabu, huku mama yake mzazi akieleza tatizo hilo lilivyoanza. Nikaa nimeshtuka na kwa ubongo umechanganyikana, ulivyokuwa nichanganyikana unone unakushuka unakuja kuuma na miguuni. Nikaa miguuni inauma na shanga siwezi kutembea na inuka. Mama ananiambia fanya mazoezi, na kuja huku ndio nafanya mazoezi, na simama nitembea naanguka tena chini. Usiku nashtuka naanza kulia mimi mwenyewe. Alianza kuumwa yeye akiwa na miaka 6. Wakati ana miaka 6 ndio ilimkuta hiyo changamoto. Akaacha kutembea. Nilipotoka narudi nakuta mtoto anasema miguu inauma, ikawa moja kwa moja kutembea akiwa na miaka 6. Wakati ana miaka mingi, ana miaka 15, kikaanza kifafa, kawa anapigwa na kifafa. Alipokuwa anapigwa na kifafa mpaka saa hizi ndiye anaendelea na hali hiyo hiyo. Yeye kukaa kwake ni kuliaga, kufanya nini? Anaanza masaa 24 yote analia. Unabaki umekaa hata kulala na shindwa. Kwa upande wake, katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana UVCCM aliyeongoza mbio hizo Bwana Siri Molel ameeleza hali ilivyokuwa, huku mjumbe wa kamati kuu taifa UVCCM ambaye pia ni diwani wa kata ya Ilemi Mheshimiwa Baraka Zambi ameonyesha jitihada katika kutatua changamoto zinazomkabili mgonjwa huyo. Jambo la kwanza, binti huyu kwa kauli ya wazazi wake walikuwa wanatamani awe na kitimwendo. Lakini wakati tunatafuta kitimwendo, tulipata watu waliotushauri vizuri, wakasema mnawezekana mkao mnamtafutia kitimwendo, lakini yawezekana tusiwe tunatibu tatizo. Sasa moja kwa moja tukawa tumekubaliana kwanza tuanze kwa issue yake ya matibabu. Tukampeleka kwenye ultrasound akafanyiwa, akutikanika na changamoto kwa maana ya mfumo wake wa ubongo unazalisha umeme mkubwa kuliko uhalisia wa mwanadamu wao wote ule. Kwa hiyo yeye anazalisha umeme mkubwa sana. Kwa hiyo umeme ule unapelekea huku chini kupata changamoto upande wa chini na kushindwa kupata nguvu za kutembea. Na wakati mwingine akitembea anapata changamoto, lakini kwa maelezo ya mama pia binti yetu huyu ana changamoto pia ya kuanguka kifafa. Twendeni tukaibue changamoto za wananchi kama ulivyofanya hivi kwa Brandina. Kwamba chama pekee ambacho ni mfariji kwa wananchi wake ni Chama cha Mapinduzi. Leo mimi kulingana na katibu alivyoomba, aliniomba kitimwendo. Lakini kwa sababu kuna uwezekano wa binti yetu kupona, hichi kitimwendo katibu akipona basi tumkabidhi mtu mwingine mwenye uhitaji zaidi. Kwa hiyo nimeleta kitimwendo kiko hapo. Samia anahimiza sana bima kwa wote. Kwa familia hii yote itafutiwe bima, nadhani kila bima ina watu 6. Kwa na Brandina atakuwepo humo ndani. Hiyo bima nitailipia mimi kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikiripoti kutoka mtaa wa Chemchem, kata ya Igawilo, jijini Mbeya, Rebecca Kinyunyu, ITV.